wangu wa kwanza, nishukuru sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa na wote walioshirikiana nao pamoja na waratibu wetu kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu. Ni imani yangu kwamba hata ile mikutano mingine mambo yatakuwa safi kama ilivyo kwenye mkutano huu. Niwashukuru pia ndugu wananchi wa wilaya hizi mbili kwa kujitokeza kwa wingi namna hii na kuendelea kuonesha imani kwa chama chenu, Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Baada ya uzinduzi wa kampeni zetu pale Kawe, nilianza safari ya mikoani. Nimezunguka mikoa yote ya Tanzania. Wao wanaleta salamu kwa ndugu zao wa Dar es Salaam. Wao wanasema kwa mambo yalivyofanyika wako tayari kwa tarehe 29 kukiheshimisha Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Mkoa huu wa Dar es Salaam, ndugu zangu, ni mkoa muhimu sana kwa sababu Dar es Salaam ndio Tanzania. Wananchi wote, makabila yote, wa dini zote wako hapa Dar es Salaam. Lakini ndio mkoa wenye wakazi wengi zaidi kuliko mikoa yote ya Tanzania. Vile vile ni mkoa ambao ni lango kubwa la kuingilia Afrika kupitia bandari ya Dar es Salaam, airport ya Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam kwa vyovyote vile ni mkoa tunaotegemea kibiashara na kiuchumi. Dar es Salaam oyee! Ndugu zangu wa Dar es Salaam, tunaendelea na kampeni. Tutakuwa mkoani hapa kwa siku 3 kueleza masuala muhimu yanayoleta maendeleo kwa wananchi, yaliyofanyika na yale tunayotarajia kuyafanya katika miaka 5 inayokuja. Kwa leo hapa asante sana. Kwa leo hapa nitagusia kidogo sana kwa sababu wengi walionitangulia kusema wameshayasema. Na mwanzo nilipozungumza na wananchi, mliponikabidhi dhamana hii ya kuwa kiongozi wa nchi hii, nilisema nitakwenda kutekeleza. Mwisho wa awamu wananchi wenyewe watasema tulichokifanya kuliko mimi kuambia tumefanya nini. Nilitaka wananchi ndio waseme, na ndiyo yanayotokea. Leo hapa tumesikia wagombea ubunge wa Kinondoni, Kibamba na Ubungo wamesema yaliyotokea. Tumewasikia wagombea viti maalum wamesema yaliyotokea. Tumewasikia mawaziri wetu wamesema mambo gani wamefanya kwa ajili ya jiji la Dar es Salaam, lakini kwa Tanzania kwa ujumla. Sasa mimi, ukiangalia yaliyofanyika, lazima tuangalie na tulikotoka. Nataka niwavute kidogo Dar es Salaam ya miaka 8 mpaka 10 nyuma. Na wale wazee kama mimi, hebu tuvute fikira zetu nyuma. Tuvute fikira huduma za afya zilivyokuwa Dar es Salaam. Kelele zilikuwa nyingi, vipimo hakuna, dawa kanunue, foleni Muhimbili, si ndio? Na sasa yote yanapatikana kwenye hospitali zetu za wilaya. Vipimo vyote isipokuwa yale makubwa ya kibingwa ndiyo yanayokwenda kule Muhimbili.
Tumeshusha huduma za afya kuanzia ngazi ya zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri mpaka hospitali za mkoa ambazo ni hospitali za rufaa ndani ya mkoa, lakini kuna za rufaa kitaifa zipo Dar es Salaam. Tukiangalia huduma ya maji, Waziri Aweso amesema vizuri hapa. Maji tulikotoka Dar es Salaam na hali ilivyo sasa, nataka nikiri kwamba bado hatujamaliza yote. Kwa mfano kwenye huduma za afya bado hatujamaliza, huduma bado zinatakiwa, lakini tulipofika tumefika vizuri sana. Sasa tunapokwenda mbele kwenye afya, miaka 5 ijayo, tunakwenda kutekeleza swali tulilolizungumza siku nyingi la bima ya afya. Tunakwenda kutekeleza bima ya afya, na nataka niwaambie wana Ubungo, wana Kibamba na wana Kinondoni, tutakapoanza bima ya afya tutaanza kwa majaribio, baadaye tutaisambaza kote. Lakini naomba mjitayarishe, kwa sababu ni hii bima ya afya itakayoondoa kilio chenu cha kuzuiwa ndugu zenu wanapotangulia mbele ya haki. Kuna kilio kikubwa, maiti zinazuliwa mahospitali, nini, zimetibiwa na zinadaiwa. Bima ya afya itakwenda kuondoa hayo. Umekwenda hospitali, umetibiwa, umepona, bima ya afya itakwenda kulipa. Ndugu yako ameenda hospitali, ametibiwa, bahati mbaya amefariki, bima ya afya itakwenda kulipa, na si mzigo wa wanafamilia tena. Lakini vivyo hivyo tunakwenda kuongeza wataalamu ndani ya sekta hii ya afya. Ndugu zangu, kwa upande wa maji, waziri amesema vizuri yatakayoendelea miaka 5 itayokuja, lakini mimi niseme kidogo kwamba utaendelea kukamilisha utekelezaji wa miradi ya bwawa la Kidunda lenye thamani ya bilioni 336, na bwawa hili la Kidunda litakwenda kuhudumia mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Lakini mradi wa pili tunaokwenda kufanya ili kuondoa uhaba wa maji Dar es Salaam, hasa wakati wa kiangazi, ni mradi mkubwa wa kutoa maji kutoka mto Rufiji, ambao kazi ya upembuzi yakinifu na utafiti wa kina tayari tumekushaianza, na awamu hii tunakwenda kufanya utekelezaji ili Dar es Salaam ipate maji kutoka Kidunda, Ruvu na mto Rufiji, kuondoa kabisa kadhia ya uhaba wa maji. Ndugu zangu, eneo la tatu ni eneo la umeme. Si muda mrefu uliopita tulikuwa tuna kilio cha umeme kukatika, umeme kuletwa kwa zamu, umeme kutosheleza. Sasa hivi Dar es Salaam umeme ni 24/7, na ukizimwa kuna matangazo kwa nini umeme umezimwa, kuna sababu kwa nini umeme umezimwa. Dar es Salaam oye! CCM oye! Eneo la 4 ndugu zangu, au la 5, ni eneo la miundombinu ya barabara pamoja na miundombinu yote ya usafiri na usafirishaji. Au kabla ya hapo twende kwenye elimu. Kwenye elimu ndugu zangu, kipindi kama hichi, mwezi wa 10, wa 11 na wa 12, tayari halmashauri zinafukuzana na wazazi kukusanya fedha kujenga madarasa mapya kwa ajili ya watoto wanaoingia Januari, form 1 na wale wanaoingia la kwanza Januari. Nadhani sasa hivi ndani ya kipindi hiki cha miaka 4 hayo hayajatokea. Wamesema hapa, tumejenga mashule msingi, sekondari, tumejenga vyuo vya ufundi VETA, tumejenga vyuo vikuu. Mtu wa vyuo vikuu amesema, lakini vyuo vikuu si tu Dar es Salaam, Tanzania nzima sasa hivi
kuna majengo ya campus za vyuo vikuu yanaendelea huko. Lakini vile vile kulikuwa na kilio cha walimu wa sayansi, kwa kiasi kikubwa tumekipunguza, na nimesema ndani ya siku 100 za kazi, mkituchagua na mkitupa ridhaa, tunakwenda kuongeza idadi ya walimu, na hao sio mwisho. Hawa ni wandani siku 100 za kazi ambao tutawasambaza Tanzania nzima. Sasa nikirudi kwenye suala la miundombinu, upande wa miundombinu natambua changamoto ya uchakavu na kuharibika kwa barabara, hususan kutokana na mvua kubwa zinazonyesha. Sasa safari yetu miaka 5 ijayo, mkitupa ridhaa, tunakwenda kukamilisha ujenzi wa barabara ambazo zimeanza kujengwa, ikiwemo barabara ya Kimara Mavurunza Bunyokwa hadi Kinyerezi kilomita 7, inayopita kwenye majimbo matatu ya Segerea, Kibamba na Ubungo. Vile vile tutaongeza bajeti ili tuweze kujenga barabara nyingine muhimu kwa maendeleo ya maeneo kama zilivyo kwenye kitabu chetu kile kidogo cha ilani ya mkoa wa Dar es Salaam. Miongoni mwa miradi mipya tutakayoitekeleza Kinondoni ni upanuzi wa barabara ya Mwai Kibaki sehemu ya kilomita 9 toka Moroko hadi Kawe na Garden Road, na upanuzi wa barabara Tegeta Bagamoyo yenye kilomita 57. Kwa upande wa Ubungo, mbali ya kuboresha barabara za ndani, tutakamilisha ujenzi wa barabara Kibamba Mloganzila sehemu ya Mloganzila mpaka Mloganzila Citizen kilomita 8. Vile vile tunapoenda mbele, tajenga barabara za juu, yani flyovers, katika makutano ya Moroko, Mwenge, Magomeni na barabara ya Ali Hassan Mwinyi na United Nations, hatua itakayopunguza msongamano, kuongeza ufanisi wa barabara zetu na kukuza shughuli za kibiashara. Pia orodha kamili ya miradi takayotekeleza ipo kwenye kitabu kidogo cha ilani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kuna maeneo yanayokabiliwa na changamoto ya mafuriko, imesemwa vizuri hapa, na niseme tu kwamba msimu wa mvua maeneo ya Mto Gide, Mto Mbezi na Mto China, niwajulishe kwamba DMDP namba 2, DMDP 2 inakwenda kushughulika na changamoto hiyo na tunakwenda kuiondosha kabisa. Aidha, kuna maeneo ya Kinondoni ambayo tunakwenda kuyafanyia kazi pia. Tutakamilisha ujenzi wa mifereji kwa lengo la kuondoa kabisa mafuriko katika eneo la Tandale, Magomeni na Makumbusho. Ndugu wananchi, vile vile kwa Kawe tunaenda kujenga mitaro mikubwa ya maji ya mvua kuelekea baharini katika maeneo ya basi haya. Eneo moja ambalo siwezi kuacha kuligusia katika sekta ya miundombinu ni mradi wa mabasi ya mwendo kasi BRT. Waziri Ulega amesema vizuri ujenzi wa mabarabara hayo. Mimi nitakwenda kwenye huduma. Katika kipindi hichi cha awamu ya 6, ameshasema Waziri Ulega, tumejenga kilomita 96.9 karibu 94.9 karibu 95, na 61% umekamilika ya ujenzi wote, ambapo kipindi hiki jumla shilingi trilioni 2 na bilioni 100 zimetumika. Tunapokwenda mbele, ujenzi wa awamu zote za mradi tunakwenda kuzisimamia na kuzimaliza. BRT Dar es Salaam tunakwenda kumaliza mabarabara yote, na tutasimamia maamuzi yetu ya kushirikisha zaidi private sector. Tutakapomaliza mabarabara yote, ni fursa muhimu kwa sekta binafsi kupata kazi ya kubeba abiria na kurudisha. Kazi hiyo kwa kiasi kikubwa hatutaki kuifanya serikali, bali private sector wataingiza humo, sekta binafsi
wataingiza mabasi yao na wafanye uendeshaji wa shughuli hizo. Ndugu zangu, tayari tumeshapata watoa huduma kwenye awamu ya kwanza, kampuni ya ENG yenye mabasi 177, na nadhani mmeanza kuona mabasi yakiingia kwenye njia zilizokamilika. Awamu ya pili, kampuni ya Moffat yenye mabasi 255, na mabasi ya Moffat tayari yameingia njiani. Kampuni ya YG Link yenye mabasi 166, nayo itakuja kuingia njia nyingine zikimalizika. Na kampuni ya Metrolink City yenye mabasi 334, nayo itaingia njiani kutoa huduma. Ahadi yetu kwenu ni kwa kuanzia Januari mwakani 2026, wakazi wa Dar es Salaam mtaona mageuzi makubwa sana kwenye utoaji wa huduma ya miundombinu ya BRT au barabara za mwendo kasi. Nataka niwaambie mradi huu, hata hii hatua iliyofikia, tayari ilishatujengea sifa kimataifa. Tanzania tayari tuna sifa kimataifa katika uwekezaji ndani ya jiji letu la Dar es Salaam. Niwahakikishie wakazi wa Kinondoni, Ubungo na Dar es Salaam kwa ujumla kuwa kwa mageuzi yaliyofanyika kwenye uendeshaji, tutalinda sifa hiyo kimataifa, na mradi wa BRT utaleta mapinduzi kwenye usafiri ndani ya jiji kama nilivyosema. Sambamba na hilo, kwa ndugu zetu wenye daladala, kipindi hiki tuliweza kukamilisha ujenzi wa stendi pale Mwenge kwa ajili ya wenye daladala, na tunapoenda mbele tunaenda kufanya ukarabati ili kuziboresha stendi za daladala za Kawe, Bunjubi na Tegeta Nyuki, ili daladala nazo ziwe na maeneo maalum, na vile vile tunazipangia ruti maalum za kutoa huduma za daladala. Ndugu zangu, pamoja na kusimamia ukuaji mzuri wa uchumi wetu, hapa sasa nazungumzia uwezeshaji wananchi kiuchumi, wafanya biashara ndogo ndogo, mambo ya masoko na mastendi. Pamoja na kusimamia ukuaji mzuri wa uchumi wetu, na hapa nirudi nyuma kidogo, nataka wana Dar es Salaam tuvute ramani. Mimi nitawapa njia, hebu tuiangalie. Tuanze labda maeneo gani? Mbuyuni pale kwa njia hii inayokuja huku Moroko kwa mbele kidogo, piga picha ya vibanda vilivyokuwepo vya plastiki za manjano, buluu, nyekundu, zinateremka mpaka Mwenge, zinakata kona, zinaenda Kinondoni huku Biafra na kwenda mbele. Lakini vibanda vile viliongezeka, vilikuja mpaka vikasogea karibu na Lugalo, wakaheshimu pale jeshini tu. Lakini kulikuwa na vibanda vya aina hiyo miaka 7-6 iliyopita. Pateni hiyo picha. Vibanda vile sasa Dar es Salaam havipo. Aliyekuja Dar es Salaam wakati ule akashukia City Center, akaenda Kisutu, akaiangalia Kisutu ilivyokuwa na vibanda vile, vikaja mpaka na CBE, na vikaenda mpaka kukata ile barabara inayopandisha kule upande mwingine, lakini vikapandisha barabara inayotokea Nkrumah kwenda CCM. Vibanda vile sasa havipo Dar es Salaam. Dar es Salaam sasa inang'ara na ni mji unaotambulika. Sasa kuondosha vibanda ni moja, lakini kuwawezesha wana vibanda kupata maeneo ya kufanyia biashara, kupata mitaji ya kufanyia biashara ni jambo jengine, na ndiyo kuwezesha wananchi kiuchumi. Sasa uchumi wetu Tanzania umepanda kwa 5.5 mpaka mwaka huu, na wakati napokea nchi hii tulikuwa kwenye 4.
tumeupandisha 5.5. Pengine hapo mbele kidogo tukienda na mwaka wa fedha, mwezi wa 3, wa 4, wa 5 tunaweza tukagonga 6%. Sasa tumechukua hatua mbalimbali kuboresha mazingira kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo. Kinondoni tulileta shilingi bilioni 42 na milioni 200 kujenga masoko matatu ya Magomeni, Tandale na Bwawani. Lakini kwa Ubungo tulijenga mradi wa uwekezaji katika soko la Manzese na tuliboresha masoko ya Mburahati, Simu 2000, Mabibo, Gamet, Mbezi Luis na Mbezi njia ya kwenda Goba. Miradi hii iliboresha mazingira kwa wananchi wanaofanya biashara katika maeneo hayo, na ndio maana vibanda haviko, watu wako kwenye masoko. Nitumie nafasi hii kuwapa pole walioathirika kufuatia kuungua kwa soko la Kawe, na niwaahidi kuwa tutajenga soko jipya la kisasa litakalowezesha kufanya biashara kwa ubora na usafi na usalama unaotakiwa. Pia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu nilizindua mradi mkubwa wa kituo cha biashara na usafirishaji Afrika Mashariki uliopo Ubungo. Mradi huu wa ubia na sekta binafsi umegharimu shilingi bilioni 242 na ulitoa ajira 5,000 wakati wa ujenzi na unatarajia kutoa ajira nyingine 10,000 wakati wa uendeshaji, ambazo zinawanufaisha wananchi waliopo kwenye sekta ya usafirishaji, biashara, ulinzi, usafi na huduma nyingine. Haya ni maendeleo makubwa, ndugu zangu wa Dar es Salaam. Kwa upande wa wajasiriamali wadogo, nao wanafanya kazi kubwa sana. Tuliweza kuwafikia kwa njia mbalimbali. Kwa mfano, Ubungo tuliendelea kuboresha maeneo rasmi ambayo tayari tumeshatengea bajeti ya Machinga Complex katika manispaa ya Ubungo. Kwa hiyo wana Ubungo, machinga wetu wa Ubungo tutakuja kujenga jumba kubwa la Machinga Complex kwenye manispaa hiyo. Lakini kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, kwa kutumia 10% za halmashauri, mgombea ubunge wetu hapa Janet Mahawanga amelisema vizuri sana na ametoa takwimu nzuri sana. Tutaendelea kuboresha utaratibu wa upatikanaji wa mikopo hiyo, lakini zaidi ya hapo, nilipofungua kampeni pale Kawe nilisema tutaanza na mfuko wa wafanya biashara wadogo wadogo wenye bilioni 2 kwa kuanzia, halafu tutaangalia mfuko unavyofanya kazi na ndivyo utakavyoweza kuutumisha. Ndugu zangu, eneo jingine nalotaka kulizungumza hapa ni migogoro ya ardhi ndani ya Dar es Salaam, na wote mnakumbuka kwamba ndani ya Dar es Salaam hapa kiwanja kimoja kinauzwa kwa watu 3, watu 4, migogoro, kupelekana mahakamani na vurugu. Sasa niseme kwamba kumekuwa na migogoro ya ardhi hasa maeneo ya Mabwepande, Mbweni, Bunju, Madale na Nyakasangwe. Serikali ya mkoa na wilaya tayari zinaendelea na jitihada za utatuzi ili iweze kuisha hiyo, kumaliza migogoro hiyo kabisa. Kwa ujumla, tumejipanga kwenda na kuongeza nguvu katika utatuzi wa migogoro na urasimishaji wa maeneo ya makazi. Vile vile katika maendeleo ya makazi, shirika letu la nyumba la Tanzania NHC, nadhani mnajua hali iliyokuwa ya nyumba zao, mnajua jinsi upangaji wa nyumba zile ulivyokuwa, lakini sasa wamegeuka kabisa. Wamechukua maeneo ndani ya Dar es Salaam kujenga nyumba za hadhi ya juu lakini pia kujenga nyumba za hadhi ya chini, nyumba za gharama ndogo, ili wananchi waingie kwenye nyumba hizo. Wale wanaoishi kwenye maeneo ya Kawe ni mashahidi, majumba wanayaona,
lakini pia maeneo mengine ya Dar es Salaam NHC wameanza kujenga. Kuna mpango maalum wa Mama Samia Housing ambao utakwenda kuongeza makazi ndani ya Dar es Salaam na kuhakikisha kupunguza tatizo la makazi ndani ya Dar es Salaam. Ndugu zangu, tutaendelea kuwawezesha wananchi kwa makazi bora. Samahani, jambo jingine ni lile alilolisema mdogo wangu Umi Ndariananga au mwanangu, kwa umri wake ni mwanangu, kusimamia makundi maalum ya watu wa Tanzania. Serikali yetu tumekuwa tukifanyia kazi matamko ya kimataifa. Tumekuwa tukifanyia kazi tamko la millennium, lakini pia tumekuwa tukifanyia kazi la tamko la SDGs au malengo ya maendeleo endelevu. Matamko yote mawili yanatutaka kuto kumwacha mtu nyuma. Mwanadamu yoyote, kwa hali yoyote aliyozaliwa, hali yoyote aliyoumbwa na Mungu, ni kuto kumwacha nyuma. Na ndio maana serikali ya awamu ya 6 tumechukua jitihada maalum kuweka yote aliyoyasema Umi kwa watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali. Hata kwenye mageuzi yetu ya elimu tumewaekea mpango wao, mageuzi ya afya tumewaekea mpango wao, mambo ya kwenda kutafuta huduma kwenye majumba ya serikali tumewaekea mpango wao. Kwa hiyo watu wenye ulemavu, serikali ya awamu ya 6 tumekwenda na matamko ya kimataifa ya kuto kumwacha mtu nyuma, na hivyo ndivyo tunavyotekeleza. Ndugu zangu, niwahakikishie tarehe 29, kesho kutwa tu, mwezi huu wa 10, niwaombe tokeni mwende mkapige kura. Ninayeongea hapa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa nchi hii. Nataka niwaambie, maandamano yatakayokuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna maandamano mengine yatakuwepo hapa. Hakuna tishio la kiusalama litakalo kuwepo. Anayesema ni Amiri Jeshi Mkuu wa nchi hii. Niwaombe ndugu zangu, twendeni mkapige kura. Twendeni mkapige kura. Baba, ukitoka hakikisha umetoka na familia, umekwenda kupiga kura. Kila aliyeandikishwa, mabalozi wetu wa maeneo, hakikisheni mmetoka na watu wenu wote kwenda kupiga kura. Twendeni tukaheshimishe Chama cha Mapinduzi. Twendeni tukaiheshimishe Tanzania. Tukapige kura kwa usalama, turudi kwa usalama. Ndugu zangu, mengine niachieni mimi. Matusi niachieni mimi. Na yabeba kwa niaba yenu. Manabii wetu, Bwana Yesu alisulubiwa kwa kukomboa watu kwa amri ya Mungu, lakini alikuwa anafanya kazi ya watu. Nabii Muhammad alipigwa mpaka akatolewa meno kwa kufanya kazi ya kukomboa watu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Samia Suluhu aliapa kuitumikia Tanzania, na ndicho ninachokifanya. Niliapa kuilinda nchi, na ndicho ninachokifanya. Niliapa kujenga utu wa Mtanzania na kuheshimisha utu wa Mtanzania, na ndicho ninachokifanya. Ninapohakikisha watu wanapata maji safi, watoto wetu wanapata elimu mpaka uwezo wake, afya iko karibu na kila mtu, umeme upo, usalama wa nchi upo, kila kitu kipo, ni kuheshimisha utu wa Mtanzania. Kwa hiyo
Sina uchungu ndugu zangu, sina uchungu wa kubeba matusi yote yanayotolewa kwa sababu nafanya kazi hii. Sina uchungu hata kidogo, wala sijutii. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wa Ubungo, lakini pia Kinondoni, wilaya mbili hizi, tunawaomba kura, lakini mniruhusu niwape ilani wa bunge, halafu nirudi tuje kuomba kura. Kinondoni oye! Ubungo oye! Kazi na utu. Nawashukuru sana. Ina mama CCM oye! Ilani ambazo zinagawiwa na mgombea urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mkataba baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa Ubungo na Kinondoni. Mambo ambayo yameahidiwa katika miradi ya maendeleo yapo ndani ya ilani hizo za uchaguzi. Dr. Samia oye! Lakini pia tunao na Watanzania wenzetu wenye mahitaji maalum, na wao pia watapokea ilani zao, ambapo mgombea urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewagusa watu wote katika makundi yote. CCM oye! Ndugu zangu, hii ni ilani ya ndugu zetu wenye ulemavu wa kuona. Hii ni ilani iliyoandikwa kwa nukta nundu ili na wenyewe waweze kusoma, waelewe na waifanyie kazi katika kundi lao, na mkabidhi mwakilishi wao. tuna imani na Samia. Weka bendera juu watu wa Dar es Salaam wakati ilani zinatolewa. Samia kweli. CCM oye! Hii hapa yenye maandishi makubwa namna hii ni kwa wenzetu wenye ulemavu wa ngozi wa albino. Wao hawaoni hati ndogo. Kwao tumetengeneza ilani maalum kwa ajili yao ili wakasome na waifanyie kazi. Nani kama Dr. Samia? Foto utajiandaa kumwondoa mgombea muda utakapofika. Kabla tujamchagua kwanza alishachaguliwa na Mungu. Alikuwa makamu akawa rais kutufuta machungu. Mama anachapa kazi anaga muda na wapiga majungu. We gonna vote for Mama Samia, pole kama ujui kizungu. Watu natiki tunafanya tunatiki tumejipanga. CCM oye! Kazi na utu. Madiwani, naomba mnyanyue vitabu vyenu vya ilani. Ndugu zangu wana Ubungo na wana Kinondoni, ilani hizo kwa wananchi. Ilani hizo ndiyo ilani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kila wilaya ya mkoa huu yatakayofanyika yako humo ndani, na hiyo ndiyo kazi Chama cha Mapinduzi tumejipangia kuifanya. Tumejipangia kuifanya kazi hiyo ili kulinda na kuheshimisha utu wa mtu, na ndio maana tunasema kazi na utu. Tunasonga mbele. Hebu hamasa, nyamazeni, nataka kuwasikia wana Ubungo na wana Kinondoni. Kazi na utu. Asanteni sana. Sasa Chama cha Mapinduzi tumejipangia kazi hiyo kubwa ili kujenga utu wenu. Sasa tunajua tusingekuwa na mkutano huu, tungepiga tu kampeni Kinondoni na nani kapigeni kura, mngekwenda kupiga kura. Lakini uungwana ni kuja kuwaona na kuwaomba, ndio uungwana unavyotaka. Tumekuja mbele yenu. Mimi niliyesimama hapa, Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini upande wangu wa kushoto, nyuma yangu,
ni wagombea wa ubunge wa majimbo mbalimbali ya wilaya zetu mbili hizi. Tuna mgombea wa Ubungo Kitila Mkumbo, tuna wagombea wa viti maalumu, lakini tuna mgombea wa Kinondoni kaka yetu Abbas Karimba, tuna mgombea wa Kibamba dada yetu Angela Kairuki, na tuna Timothy mgombea wa Kawe. Mimi na hawa tutakwenda kufanya kazi ngazi ya taifa. Hawa watanisaidia bungeni, mimi nitakuwa huku kwenye utawala. Lakini mbele yetu kuna madiwani, bunge dogo la halmashauri zetu. Hawa mapesa yote yaliyotajwa hapa yanapita halmashauri na hawa ndio wanayoyapokea. Wanakaa kitako kujadili fedha zilizokwenda na maelekezo kutoka serikali kuu, na wanakwenda kusimamia utekelezaji wa miradi. Ndiyo kazi kubwa ya madiwani, ni msaada mkubwa wa maendeleo yaliyopatikana. Ni waombe wana Ubungo na wana Kinondoni, hawa watu msende kuwachanganya. Msende kuwachanganya mkawatilia rangi nyingine. Lugha zitagongana, maendeleo yatachelewa. Wengine wanasema ndiyo tukajenge, wengine sasa subiri kwanza, mwingine sasa sio huko ni huku, kinyume na maelekezo ya serikali. Kwa hiyo tuleteeni madiwani hawa kama mlivyowateua huko, basi kawapigieni kura tuleteeni. Sasa ndugu zangu, mimi mwenyewe, wagombea ubunge na madiwani wangu hawa wote tunaomba kura zenu. Tunakuombeni sana. Tarehe 29 tuamke salama, tumuombe Mwenyezi Mungu tuamke salama, tuamke na afya tele na furaha, na wote tuelekee kwenye vituo tukapige kura. CCM oye! Ndugu zangu, Mungu awabariki. Tunaomba kura zenu, na kidumu Chama cha Mapinduzi. Kama nilivyosisitiza, hata kibati cha soda hakitapasuka. Twendeni tukapige kura. CCM oye! Asanteni sana. Asante sana. CCM oye! Sasa naomba mpokee maelekezo ya katibu mkuu. Kuna bango kwa ajili ya kutiki, na katibu mkuu atatuongoza namna ya elimu hii ya kupiga kura. Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam, naomba mumsikilize katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! CCM oye! Ndugu wana Dar es Salaam, hapa tuna mfano wa karatasi ya kura. Zoezi hili limeelekezwa na Mheshimiwa mwenyekiti wetu kwamba kila mtu afahamu siku ya tarehe 29 Oktoba tunafanya nini na tunafanyaje. Na kama mnavyomuona kulia, yuko pale amesimama tayari akisimamia zoezi hili za kutoa elimu. CCM oye! Katika karatasi ya kura utakuta orodha ya wagombea mbalimbali na nembo za vyama vinavyoshiriki uchaguzi. Kwa upande wa chama chetu cha Mapinduzi, alama yetu ni jembe na nyundo, na mheshimiwa mgombea anaelekeza. Wote tafadhali mtizame. Mtaona wagombea wetu wakiongozwa na yeye mwenyewe. Mgombea wetu ndio atakuwa karibu na sanduku, karibu na kisanduku ambacho tutatiki. Sasa kitu unachotakiwa kufanya, ukishachukua karatasi yako, tuliza kichwa, tafuta rangi ya kijani, tafuta jembe na nyundo, halafu njoo moja kwa moja utaona picha ya mheshimiwa mgombea wetu kama alivyojiwasilisha leo na anavyoonekana kwenye picha hii. Utakuja kwenye kisanduku cha kura. Hapa utatia alama ya vema maarufu kama tunatiki. Sasa tukumbuke kwamba katika kisanduku hiki alama ya tiki ikae hapo katikati, isipitilize nje ya mipaka ya kisanduku.
Ikipitiliza tunakuwa na hatari ya kuharibu kura, na sisi Chama cha Mapinduzi hatuna fursa hiyo ya kuharibu kura. CCM oye! CCM oye! Hali kadhalika kwenye karatasi ambayo ni ya wabunge mtaona alama ile ile ya kijani, nyundo ambayo ina nyundo na jembe vina rangi ya njano. Unakuja pale, manake wale ni wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo unakwenda kwenye kisanduku kile cha kuweka alama, unatia alama ya vema ambayo imekaa vizuri ndani ya mipaka ya kisanduku. Hali kadhalika kwa madiwani wote wa CCM watakuwa wameongozwa na rangi ya kijani, nyundo na jembe vya rangi ya njano, na utakwenda moja kwa moja kwenye kisanduku na kuhakikisha tiki yako umeweka ndani ya kisanduku. CCM oye! Kazi na utu. Tunasonga mbele. Tukimaliza hapo tutakuwa tumekamilisha zoezi la kupiga kura na tutarudi nyumbani tukisema Samia Samia ra. Samia Samia ra. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa elimu hii ulioitoa. CCM oye! Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mtazamaji wa TBC1, namna hiyo mgombea wa rais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan akimaliza kuhutubia mkutano wa hadhara katika viwanja vya Leaders Club Kinondoni, ambapo mkutano huu leo umeunganisha wagombea ubunge pamoja na udiwani kutoka wilaya ya Kinondoni pamoja na ile wilaya ya Ubungo. Hapo awali nilikupa usuli kuhusu wilaya ya Kinondoni, nikueleza tu kwa kifupi kuhusiana na wilaya ya Ubungo. Hii ni miongoni mwa wilaya mpya kabisa ambayo ilikatwa kutoka kwa iliyokuwa wilaya ya Kinondoni ili kushusha madaraka karibu na wananchi. Halmashauri ya manispaa ya Ubungo ina tarafa mbili ya Kibamba na Magomeni, ambapo kuna kata 14 na mitaa 91. Lakini pia halmashauri ya manispaa ya Ubungo ina majimbo mawili ya uchaguzi. Halmashauri hiyo kimuundo inaongozwa na baraza la madiwani ambalo kwa sasa lina viti 14 ya madiwani wa kuchaguliwa na wabunge wawili kutoka majimbo ya Kibamba pamoja na jimbo la Ubungo. Lakini mpenzi mtazamaji wa TBC1, mkoa wa Dar es Salaam wenyewe una majimbo 12 ya uchaguzi, lakini kwa taarifa za kutoka Tume Huru ya Uchaguzi, ukiwa na idadi ya wapiga kura takriban milioni 4 kwa ujumla, 420,912. Lakini pia ukiwa na majimbo 12 ya uchaguzi. Na siku ya leo wagombea ubunge kutoka Chama cha Mapinduzi ambao waliongozana na mgombea urais wa chama hicho 4, wawili kutoka manispaa ya Kinondoni na wawili kutoka manispaa ya Kibamba walikuwepo, na kesho itakuwa pale Segerea kwa ajili ya wagombea ubunge kutoka Ilala. Kwa niaba ya wote waliokufanikishia matangazo haya pamoja na wenzangu Paul Alphonse ambaye tulikuwa naye pale mwanzo tukikuletea matangazo haya, mimi ni Gloria Michael, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1.